Katika roho na kweli amani ya milele utapata. Amani ya milele utapata. Bwana litukuzwe. Amen. Awali ya yote nayo kila sababu ya kumshukuru Mungu kunipa fursa ya kusimama mbele yenu. Jina lake liinuliwe. Amen. Lakini pia ninamshukuru sana kwa vipindi vilivyopita. Amina. Nikianzia kipindi cha afya. Imekuwa somo zuri lenye manufaa kwa maisha yetu hasa wachaji Mungu. Mungu akubariki binti kwa somo la pekee. Lakini pia sitasahau mtumishi wa Mungu tuliyemsubiri kwa hamu na kwa muda mrefu. Bwana ameruhusu aweze kufika. Nanyi ni mashahidi ya kwamba leo tumebarikiwa kwa somo la ndoa. Wangapi wanamtukuza Mungu kwa fursa hiyo adimu? Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Mimi binafsi nimebarikiwa kwa kichwa cha somo. Yaani kichwa peke yake. Kichwa tu. Sijaingia kwenye miguu wala viwiliwili vyake. Nikawa nimeshabarikiwa. Mungu akuzidishie. Nami nitumia fursa hii wana Masewa. Bwana atajifunua kwa kina katika vipindi hivi vyote. Nikualike kwa namna ya pekee kupitia vipindi hivi. Usichoke wala usilale. Usipange kukosa. Njoo ubarikiwe na jina la Bwana litatukuzwa. Jioni ya leo pia Bwana anatamani kusema nasi. Sana. Na homa hii itaipelekea kupotea kabisa. Nayo itajipatia watoto wawili mapacha. Ila watazidiana miaka 1000 kwa mtoto wa kwanza na yule anayefuatia. Lakini cha pekee wale waabuduo halisi ndio watakao kuwa watoto wake wa kwanza. Nao watakuwa majemedari. Wataingia kwa mfalme Bwana Yesu Kristo na katika jiji lililokwenda kuliandaa. Nami niliwaalika kwa namna ya pekee. Ninashukuru. Leo tunalo somo lingine ambalo natamani tujumuike pamoja kwayo ili tuweze kugundua siri chache katika mkutano huu. Chakula cha mbinguni. Jana mkufunzi wetu wa afya alituelekeza habari za New Start. Ninakumbuka sana kwa sababu niliwahi kwenye kipindi. Akatuelekeza maana ya neno N, nutrition. Nikagundua ya kwamba ni namna ya ulaji. Lakini leo ni kweli tunakula ili tuishi kama tafsiri ilivyo ulimwengu. Tunakula ili tuishi. Lakini sikilizeni waambieni. Pamoja na kwamba tunakula ili tuishi, unaweza ukala na kushiba na ukadedi. Yaani ukala. Sijajua maana yake halisi ni ipi, lakini leo tutagundua. Ukala na ukashiba, pamoja na kwamba ujumbe umejengeka tunakula ili tuishi. Na ni kweli ukiacha kula kwa kina mama kuna muda. Wao wana muda zaidi kidogo. Kina baba kwa utafiti wanasema ukijitahidi sana, jitahidi sana siku 5. Wao wana siku 7 kwa sababu hayo matiti yao yana aina fulani ya mafuta na chakula wanatunza kingi. Kwa hiyo watadadavua. Lakini sisi kwa kuwa mligoma kuwa na matiti hayo na mengineyo, basi kwa dakika zisizozidi au siku zisizozidi 5, ndugu yangu, wataimba wimbo Parapanda Italia. Ila leo natamani nikujulisha kwamba yawezekana ukala na kushiba, nawe ukajisikia vizuri, na sekunde hiyo ukalala usingizi wa mauti. Ndugu zangu, kipi chakula cha kweli? Natamani msomaji twende pamoja katika kitabu kile cha Yohana. Rudia kile kitabu, lakini jana nilibezi sana fungu la 23. Leo nitakuja kubezi sana 24. Lakini wewe unaposoma soma yote kama ufungu maelekezo haya. Neno la Bwana linasemaje? Mstari wa 20 neno la Mungu imeandika. Ndio. Mungu ni roho.
Mungu ni roho, nao mwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Rudia tena. Mungu ni roho. Ndio. Nao mwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Ndio. Fungu la 25. Naomba 23, anzia 23. 23. Lakini saa inakuja. Imefika, mbingu zinasema, lakini sasa ipo, ndio ambao wamwabudu halisi, waabudu kweli kweli, waabudu bayana kwa uhakika. Watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba atawatafuta watu kama hao. Baba anawatafuta watu kama hao waweze kumwabudu. Fungu la 24. Baba anawatafuta watu kama hao. Subiri kwanza. Baba anawatafuta masewa. Baba anawatafuta watu kama hao. Yaani ujio huu Baba anawatafuta watu watakao waabudu katika roho na kweli. Na kweli watembee katika kweli ya roho, alafu kweli unaiacha. Nilisema jana tunakwenda na mambo mawili. Safari, wanadamu hawezi akatembea kwa mguu mmoja, sio safari, ni kuchechemea. Nami jana nilitoa baadhi ya mafungu. Katika Yohana anasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Katika Ufunuo 14:12 anasema, hapa ndipo penye subira ya wale wanaomsubiri Yesu. Subira ya watakatifu. Hao wana sifa kuu mbili. Moja, wanazishika amri za Mungu. Lakini la pili, wana imani ya nani? Ya Yesu. Imani ya Yesu. Miguu ya kutembea kwa safari ya ufalme wa Mungu katika ibada ya kweli yenye amani ya milele. Hata mwinjilisti na mhubiri wetu wa ndoa, daktari wa ndoa, ametueleza kuna maisha baada ya kifo. Kuna maisha baada ya kifo. Nami nakubaliana nawe, yapo maisha baada ya kifo. Kama unafikiri mwisho wa yote, uswage yote kabla ya kulala, ya kwamba ukilala ndio mwisho, rafiki sikiliza, kuna maisha baada ya kifo. Ni hakika na bayana. Na anayesema ni yeye aliyekuumba, ambaye uhai wako uko katika vitanga vya mikono yake. Anasema ipo asubuhi njema atakapokuja kuwachukua wateule wake wanaomwabudu katika roho na nini? Na kweli. Niwaambie masewa, saa ipo, nayo imefika. Waabudu halisi watamwabudu Baba. Baba muumbaji, Baba muumbaji, Mungu mwenye uwezo wote, katika roho na kweli. Miguu yote inakwenda. Mambo ya kiroho ni uhusiano wako na Mungu. Matokeo yake ni kutembea katika kweli. Ni kweli ipi? Na jana tuligundua ya kwamba Yesu alisema katika kitabu cha Mathayo 11:29, jifunzeni kwangu, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa nini? Wa moyo. Moyo. Anamalizia kusema, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kuna raha unapojifunza. Na juma hili kwa ibada ya kweli, lazima mbingu zitufunulie mwanae aliyetukomboa kwa kina. Alitamani tutembee tukanyageje. Chakula cha mbinguni, chakula kinaupa mwili nguvu, kinatuwezesha kutembea. Ile nyusta tuliojifunza N ambayo inasimama badala ya nutrition, chakula ambayo ina nutrients zote zinazotakiwa, na maji ikiwemo 7, na maji ikiwemo, inamfanya mtu ana uwezo wa kusimama, inafanya mtu 24. Soma. Mungu ni roho. Mungu ni roho. Na waabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho. Katika roho na nini? Na kweli. Mambo hayo mawili. Hakuna ibada ya roho tu. Lazima kweli iwepo. Ukikanyaga kweli, chakula cha pekee, umekwenda na maji. Ukaruka na roho, ukaacha kweli, umepotea. Ibada yoyote, na jana nilifafanua nini maana ya ibada.
tukagundua inakusanya mambo makuu mane. Moja niliyotaja, ibada. Kuna uimbaji, kuna uimbaji ndani yake. Ibada kuna usomaji wa neno, kuna usomaji wa neno ndani yake. Ibada kuna maombi ambayo, na nikasema nyimbo zimegawanyika, na nyimbo za maombi, nyimbo za ibada zimegawanyika katika maombi, kueleza, kusifu, lakini katika neno imo ndani ya ibada. Jambo la pili ni neno nalotamka. Neno ni namna yeye anavyosema nasi, ni chakula kinachotoka juu. Tutakuja kuligundua tu hapa taratibu, twende. Natoka juu ni namna Mungu anavyohitaji atueleze, namna anavyoongea na sisi. Mungu hana namna yoyote chini ya jua ya kuwasiliana nami, ya kuwasiliana na watu wa Masewa, isipokuwa katika neno lake peke yake. Ni neno. Kwenye neno tunapata hekima yote ya Mungu. Ujuzi wote wa Mungu umefichwa na kuwekwa kwenye neno. Chakula cha uzima kinachopa mwili nguvu, neno la Mungu. Amina. Na jambo la tatu, kama nilivyosema, kuna maombi. Kwa hiyo kuimba, soma neno, lakini la mwisho ni sadaka. Jana niliongelea vizuri, sasa nirudie kwa sababu mambo yaliyoko mbele ni mengi. Kwa hiyo Mungu anahitaji watu kama hao. Yohana 4:32. Somaji, naomba twende Yohana 4:32. Chakula anasema, ndio akawaambia, mimi ninacho chakula msichokijua ninyi. Ndio. 33. Basi wanafunzi wake Yesu akaongea na wanafunzi, anawaambia, sikilizeni, ninacho chakula msichokijua ninyi. Hamwezi mkaelewa ninavyoangalia, mlivyokaa, mnavyotafakari, hamwezi. Na yawezekana hata Masewa hamwezi kuelewa. Na ndio maana Mungu leo saa imefika ajifunue, tuielewe, tuitambue, tunapokula tupate nguvu za kiroho, ibada ya kweli. Ndio somaji. Natamani sasa tuende kidogo kwa haraka. Basi wanafunzi wake kasemezana, ndio, je, mtu amemletea chakula? Mbona anaongea habari za chakula? Hata wengi tunaposema chakula, wengine hawajaelewa, wanafikiri tunaongelea habari za nutrition, ile nutrition. Chakula hiki ni kitu gani? Ndio 34. Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hiki. Chakula changu ndicho hiki. Sikilizeni, sio kile chakuliwa mdomoni, sio kile mnachokiweka na kutafuna mdomoni. Ni hiki. Ndio, niatende mapenzi aliyenileta, mapenzi yake aliyenileta, aliyenituma, aliyeniumba, aliyeruhusu mimi kukanyaga ardhi, kutembea, huyo kuyatenda mapenzi yake. Hicho ndicho chakula. Tunayapata mapenzi ya Bwana wapi? Na kama nilivyosema jana, mawasiliano ya Mungu kwa kila anachohitaji tukijue. Mapenzi ni nini? Ni matakwa, taratibu anazohitaji mtu. Kila familia, kila mkuu wa nyuklia, mkuu wa familia ana taratibu zake. Taratibu zake. Niseme tu mfano. Mimi kwangu anaelewa habari ya mtoto kutoka nje usiku saa 4, ndo unaparanganya shagla bagla ovyo bila taarifa maalum. Sijajua mapema, na mimi na kawaida yangu mapema, kwa neema ya Yesu niko nyumbani. Eti ndipo mtoto anagonga. Na huwa nikiingia, ikishafika saa 2 ninafunga geti. Na kwa sababu hiyo wanaelewa, lazima, na saizi ni mtandao, wana simu, ajulishe mzee kwamba baba niko kwa namna hii.
nikaelewa yuko hivi. Ufike mtoto saa 5 ndo unanigongea geti ngidi kwangu, unanitaka tubabuane, na sina mpango wa kubabua, ili isipokuwa nitaona namna gani tusaidiane. Kila kiongozi ana namna yake. Mungu kama kiongozi mkuu, tambueni, yupo mpinzani, yupo aliye kinyume, yupo anayehitaji watu waliowaumba Mungu awapokonye utaratibu wa Mungu. Na kwa sababu ya Mungu katika kuongea naye, hakuna hata siku moja atashuka na mimi hapa, sikiliza, nasema A B C D, na hiyo ni bahati, isipokuwa ni kupitia neno lake. Haleluya mkutano. Amen. Yesu anasema ni kuyafuata mapenzi, kuyafanya kwa matendo, kuyafanya kwa matendo. Na kwa kuwa sisi tuliobaki, maandiko yanasema yeye aliyafanya, sisi tujifunze kwake, tutembee na yeye. Na ndio maana ya kitabu cha Mathayo 11 fungu la 29. Msomaji kama utakuwa na haraka unaweza kaisoma. Yeye alitaka kuyafanya, na hicho kilikuwa chakula chake. Anawafunulia wanafunzi, anawaambia, mimi Bwana ninacho chakula. Leo nataka niwafunulie, nami mkutano wa masewa leo nataka niwafunulie chakula unachopaswa kula. Usile vinginevyo, usile tofauti. Kipo chakula, utakuwa na nguvu ya kiroho, na ile ibada iliyojaa miguu miwili utatembea bila kuchechemea. Hapa kuna roho, hapa kuna kweli, hapa kuna roho, hapa kuna kweli. Wewe utaniambia unatembea kiroho tu, sio kutembea ni kuchechemea. Na ndio maana ukigusa hili neno, chakula kinasema tule sheria, anasema sheria, chakula kinasema tule hiki. Mungu atajifunua katika ibada ya kweli. Kuna mambo mawili, kiroho na kweli. Haleluya mkutano. Amen. Ikiwa tuko pamoja, punga mkono. Nikamuona kijana mmoja aliyekuwa mbishi kuelewa. Alikuwa mbishi. Mara fulani akakutana na binti, akasema moyoni, nataka nifanye kitu tofauti. I want to do unique thing. Nataka nifanye kitu ambacho ni tofauti. Eti hicho ndicho kinachomuongoza. Sio kweli, ila anaamua kufanya tofauti. Akaangalia vyote vilivyofanywa, akasema nataka nifanye kitu unique, kitu tofauti ambacho hakipo. Mmoja alifanya tofauti. Marekani, baada ya kuona vyote vimefanywa, yeye aliingia hoteli moja ya 5 star ya hali ya juu. Watu wanakula mezani, meza zinazunguka, sio ya kuiomba chai na maandazi. Menu imewekwa kama ni dinner, breakfast, ina nutrients zote, yani vinilishe vyote vinavyotakiwa. Wewe unaagiza tu, kama ni kusema unabonyeza tu, inakuja asubuhi hiyo. Kama ni breakfast, kama ni dinner jioni, kama ni lunch mchana, vinakuja. Yeye akasema nataka nifanye kitu tofauti. Hiyo ilikuwa ni ya kwake. Akaagiza vikaletwa, akavirundika vyote sehemu moja. Akanyanyuka kutoka kwenye kiti, akasimama juu ya meza, akaangalia kulia na kushoto, watu wanakula, akaangalia wahudumu wasafi, akavua suruali, akavua hiyo ya pili, na vyote kama unavyojua nyinyi wote ni mashahidi, mnaelewa mlivyovaa vyote, akavitoa, akabaki alhamdulillah kama alivyozaliwa. Akachuchumaa kwenye bakuli, akaachia mzinga. Anasema nataka nifanye kitu kitakachotangazwa. Eti kwa akili yake akaona amefanya kitu cha maana, na kweli magazeti yalimwandika. Kama kichaa haijulikani, kama ni zezete haijulikani, kama ni punguani haieleweki. Ni kwa namna gani mtu mzima unaingia hoteli ya kitalii, watu wanakula yenye starehe kwa namna iwayo yoyote ya gharama, alafu unakwenda kuweka kinyesi juu ya bakuli. Akafanya tofauti, japo baadaye alichukuliwa hatua. Utofauti wako unaweza kukugharimu. Baadaye pasipo kuelewa ni utofauti upi, ukakaa chonjo na kutafakari, ikiwa maagizo na maelekezo yametolewa, alafu kafanya tofauti, rafiki, kingine chaweza kutokea. Huyu kijana akaamua kufanya tofauti. Akatembea katika kijiji cha kwanza, kijiji cha pili, kijiji cha tatu, akakutana na binti mmoja. Yule binti alikuwa kipofu. Akasema kwa kuwa watu wameoa wasio vipofu katika eneo langu, mimi namchukua kipofu.
ninamhitaji, si kwa sababu yoyote ile, ila nafanya tofauti. Baadaye akashauriwa, akaelezwa, hakuelewa, akasema nimeamua, baba mniache, mama mniache, baba mniache, ninafanya tofauti, sifanyi kama wengine. Eti hiyo ndio iliyomuongoza. Rafiki wewe unasema uwe na unayempenda, ila rafiki akasema nafanya tofauti. Tawasimulia kilichompata. Yohana 6:27-34. Chakula, ndugu zangu, chakula hupa mwili nguvu. Chakula hufanya mtu anaweza akatembea, akasimama. Yesu akasema, ninacho chakula changu, nacho ni kuyafanya mapenzi ya Baba yangu. Mapenzi ni matakwa, taratibu, namna anavyohitaji tuishi. Anasemaje? Anasema fungu